Yes, welcome Senko Linki. Kama kwa kwanza unafuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Katika video hii tutakuja kuonyesha mfumo wa matokeo wa joint. Mfumo wa matokeo wa joint kwa O level na advance. Katika video hii tutaanza na mfumo wa joint kwa O level. Tutaangalia vitu ambavyo unatoa mfumo huo na nini ambacho kinafanyika katika huo mfumo. Huo mfumo ni mfumo wa O level ambao tunaweza unachukua shule ya 40 ambao huo mfumo wetu unatoa matokeo. Tunaanza na matokeo ya jumla inatoa matokeo ya jumla ambapo tunasema kuna matokeo ya jumla haya, wanifungue wedi. Katika matokeo ya jumla hayo utakuwa na matokeo au utakuwa na vifungu vifuatavyo. Baadaye tutaenda kuona mfumo wenyewe. Ila sasa hivi hapa tunapitisha katika huo mfumo. Kwa mfumo wetu utakuwa na vitu vifuatavyo. Kwanza utakuwa na matokeo ya matokeo ya jumla ambapo kwenye matokeo ya jumla hapa tutapata division ya mwanafunzi, tutapata tuseme jumla ya marks zake, tutapata wastani wake, wastani wa mwanafunzi, pia tutapata grade ya mwanafunzi, lakini pia tutapata pointi za mwanafunzi, pia tutapata division ya mwanafunzi. Alkadhalika tumeweka na GPA ya mwanafunzi, na the last one ni position. Haya ni kwenye matokeo ya jumla upande wa sheet tu ya kawaida, ambapo tunasema sasa kwenye matokeo ya jumla hapa pia unakuwa na analysis yake. Katika analysis yake hapa maana yake tutapata wanafunzi, naweza kusema kwamba tutapata wanafunzi waliosajiliwa wote kwa ujumla, waliofanya mtihani, tutapata absent na tutapata wanafunzi ambao matokeo yao ni incomplete. Tutapata wanafunzi ambao matokeo yao ni incomplete. Hii ni upande kwenye analysis, lakini pia mfumo utakuwa na view mbili. View ya kwanza itakuwa na nectar view kwa matokeo ya jumla, pia itakuwa na view ya kawaida kwa matokeo ya jumla. Lakini kwa matokeo ya shule moja itakuwa na view ya kawaida ambapo itaambatanisha maxi na grade ya hiyo ya mwanafunzi aliyopata. Baada ya hapo kutakuwa na best 10 na last 10 kwa wanafunzi jumla, alafu pia tumeweka kwa masomo jumla. Kwa tutaletea kwa wanafunzi tu jumla, matokeo ya jumla, wanafunzi 10 bora na wanafunzi 10 dhaifu. Hapo utapata jina la mwanafunzi, shule, amepata jumla ya marks yake ngapi, wastani wake ngapi, grade yake na position yake. Baada ya hapo tunakuwa na uchambuzi. Uchambuzi huu tunaangalia kwenye masomo yote kwa ujumla. So uchambuzi wa shule moja katika masomo yote jumla, ambapo hapa tutaangalia A zipo ngapi kwenye somo husika kwa ujumla, B, C, D mpaka F kwa O level. Pia tutaangalia marks kubwa ipi, marks ndogo ipi, tutanyambua asilimia za ufaulu katika somo, tutanyambua vitu vingi. Sasa tena tukaone mfumo wetu. Mfumo wetu ndo kama huu hapo ufuatavyo. Tutaufungua hapa. Ni kawaida tu, mfumo ambao hauna mambo mengi. Mfumo utakuwa kama hivi tu ulivyo, just simple. Hapa hivi maana yake utakuja
utaandika hivi. Hata usipoandika hapa sawa, utakuja utaandika tu hapa, utachagua darasa. Mfumo huu unaweza ukatumika kwa joint yoyote kuanzia form 1 mpaka form 4, labda ya wilaya. Labda hapa wanafanya mid term ya wilaya, mfano kama mid term, labda terminal ya wilaya. Hapa mwaka nimeweka mpaka na 30 hapa, lakini hakuna shida. Kwa hapa utaandika tu majina ya masomo, haina haja ya kuandika initial. Utaandika tu majina ya masomo na mfumo unabeba masomo 17 kwa wilaya nzima, au useme kata hivyo. Baada ya hapo, maana yake ukishajaza details zako utasajili shule. Nimesajili tu hizi shule hapa chache, hapa tuige na shule nyingine Senkolink Sek. Hapa itakuwa na count tu idadi ya shule. Sasa hapa SMS, function ya SMS haipo. Maana yake hapa hautakiwi ubonyeze hiyo button ya nini? Button ya SMS. Maana yake hapo utokee hii button ya SMS usibonyeze, lakini nitaitilia home hapa. Kwa hapa wewe utaingia kwenye kujaza harama hapa. Hapa sasa mimi nitakuwa nitakupa template ambayo ile template itakuwa ya masomo tumeyapangilia kama hivi, ili wewe ambaye kazi yako ni kuchakata ya matokeo yasikupe shida. Kwa shule husika itajaza wanafunzi wake, itasajili na jina la shule. Sasa hakikisha jina la shule liwe kama hivi tu kifupi. Asimalizie labda hapa secondary school hivyo, sawa. Zile idadi ya shule kama ulivyoona tumeziweka zina display hapo kama unavyoona hapo. Hapa lakini nimeandika 3, ila hapa ina account ya shule 3, hapa ina account shule 3. Kwa mfano hapa tuliongeza ile Senkolink hapa, Senkolink Sek. Sasa maana yake ni kwamba hapa lazima uzingatie shule unavyosajili huku ziwe sawa sawa na hapa, kwa sababu ninakuja kupachika matokeo vizuri. Kwa hapo ina uwezo kubeba wanafunzi 4,015. Mfumo unaweza kubeba wanafunzi 4,015. Kwa hapo maana yake utasajili masomo hapa ya 15, ya 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Haya 14. Unaweza kuongezea 1 ya 15, it is fine, ni wewe tu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Hapa naiba 15, lakini kwa jumla inakuwa ni 17. Kwa template ya kujazia matokeo mimi nitakupa, ambayo itakuwa kama hivi shasajiliwa au kama hivi, ili iwe rahisi wewe kuwasambazia shule wajaze afu wakutumie. Kwa baada ya kupachika matokeo yako hapa, wewe utakuja kwenye result. Hii ni result ya kawaida ambayo itakuwa tu zile marks ulizojaza hapa, ita display hapa tu, itatafuta kama unavyoona hivyo, kwamba itatafuta wanafunzi wamepataje wa kwanza, itatafuta GPA zao. Kama wanafunzi hayupo, maana itamwandikia incomplete. Kama masomo hajatimia 7, absent hayupo. Kama masomo hajatimia 7 itamwandikia incomplete. Sasa hapa ina wanafunzi wengi hapa. Kwa kama wewe matokeo yako hajafika wanafunzi hao 4,000 na nimekuwekea filter button hapa. Utafilter kwa kuondoa hizi blanki na kubakisha zile tu ambazo zimefanyaje? Zile tu ambazo zimejazwa kama unavyoona hapo. Hizi namba za huko zisikuchanganye, hizo tu nimeziweka, zina kazi maalum hapo. Ila ukihitaji mfumo maana yake nitakuwa nimezihide hapo. Kwa hapo hiyo ni result ya kawaida. Unaona, lakini hapa tunayo NECTA result. Hii inatokea kama ile ya NECTA. Maana yake hapa haitakuwa haina zile sijui position, sijui nini, sijui wastani, haina. Yenyewe itakuwa tu na jina la mwanafunzi, jinsia, jina la shule, na hapa itakuwa na aggregate na nini na division zake. Na zile details nyingine zote zitafanyaje? Zitakuja hapa. Lakini tu view yake ndio itakuwa ya NECTA. Ila hapa mimi nimeupdate kidogo, nimekuwekea jina la somo max na alama yake. Haya, baada ya hapo maana yake ukirudi home
Kuja kwenye best 10. Kuja kwenye best 10, hii ya kwanza kabisa ni best 10 kwa general result yote, kwa waliofanya vizuri na waliofanya vibaya. Lakini huku chini kuna kwenye masomo yote ambayo utajaza wewe. Utafutia 10 bora na 10 dhaifu, lakini itakuonyesha hiyo max ya ndogo iliyopatikana, wa mwisho ni nani, mpaka kwanza ni nani katika somo lako husika. Baada ya hapo, maana yake hapa kuna school analysis, tunasema ranking ya school. Utaangalia shule gani iliyoongoza kwa kuangalia wastani wake wa hiyo shule, kama hapo unavyoona hapa. Kwa hiyo tutajaza kule, kwa mfano hapa tumechagua form 4 moko, tutatuwekea hapa form 4 moko 2024. Let's say mfano hapa si tuchague form 2 moko. Chagua hapa form 2 moko. Kwa maana yake tukija kwenye school rank hapa itabadilika, itakuwa form 2. Kwa ndo hivyo. Lakini hapo kumewekwa batani mbalimbali utachagua. Hapo kuna uchambuzi. Uchambuzi ni mzuri kwa ajili ya kusaidia kwamba hapo kuna total max, kuna wastani wa max, kuna average grade, kuna GPA hizo, kuna subject GPA, subject rank, tunaangalia kwa average na tunaangalia subject rank kwa GPA. Tunaangalia max kubwa, max ndogo na percentage iliyofaulu. Lakini hapa chini nimekuwekea percentage iliyofaulu na percentage iliyofail na percentage pass grade na position ya hayo masomo kwa ujumla. Lakini hapa yote ni yale matokeo kwa nini? Kwa ujumla. Sasa hapa kuna ile ya shule moja, kama unataka labda utoe ya shule Z tu fulani, wao wenyewe waitumie. Maana yake hapa una uwezo wa kuja kufanyaje, kutoa shule moja. Matokeo yatakuwa kama hivi. Maana yake hapa wewe unachokifanya, unakuja unachagua shule hapa. Hapa utazoom, utaongeza, maana mimi hapa nimeweka ndogo ili niweze kuona details zote. Kwa hapo utakuza tu, utachagua lese labda hapa kuna shule ambayo tumejaza matokeo, labda hii Nyumbu Sekondari umejaza matokeo, maana yake matokeo yatakuwa kama hivyo. Na hapa pia nimekuwekea filter button. Mfano labda wewe shule yako ina wanafunzi tu 50, lakini hapa wanafunzi wapo mpaka 4000 huko. Maana yake utakuja kwenye filter button, utafilter, utachukua tu wale ambao wewe unawahitaji. Baada ya hapo utasave dokumenti yako, labda utaandika shule fulani hapo, utaandika labda shule fulani, alafu utasave. Kwa mimi nimeweka tu ili tuone zewe inavyotokea. Kwa itakuwa kama hivi unavyoona hapa. Ni kizoom zaidi, matokeo yanaonekana vizuri, na hii itakaa portray hata kwa A3 unaweza kufanyaje, una uwezo wa kuyatoa matokeo yakakaa vizuri tu, inakuwa hana kipengele chochote. Nakuwa hana kipengele chochote. Nakuwa hana kipengele chochote. Nimezoom sana, nimezoom mpaka mwisho. Mfano kama hapa tu 50 na kitu hivi. Nataka tu nionyeshe ile muonekano wa matokeo yote yanaonekanaje. Kwa itakuwa kama hivi. Itakuwa jina la somo, alama yake na grade yake, lakini itaonyesha hizi detail kwa nini, kwa wanafunzi husika. Huu ndo mfumo wetu wa joint kwa shule ya sekondari. Asanteni sana, tutane katika video ijayo. Ukihitaji huu mfumo unaweza ukatupigia au ukatafuta kwa namba za simu hizo hapo zinaonekana hapo 0652 37 27 05 kupata mfumo kwa ajili ya kutumia kwa jointi mbalimbali. Asanteni sana.